Natamani kwamba kwa kipindi hichi cha uamsho, basi kanisa tujue maana halisi ya neno ukombozi. Jina la Mungu libarikiwe. Na kama ni ujumbe, andika kanuni ya kufunguliwa katika vifungo na matatizo sugu. Kama unaandika, andika kanuni za kufunguliwa katika vifungo na matatizo sugu. Wewe ni shahidi, mimi ni shahidi. Leo hii tuna wimbi kubwa sana la watu wengi ambao wameokoka. Tuache wale ambao hawajaokoka. Watu ambao wameokoka, ambao wanapita kwenye mateso na vifungo mbalimbali, alafu hawaoni majibu. Na mimi nimekutana na watu wengi wanakuambia, mchungaji, mbona nafunga sana, mbona naomba sana, lakini mbona umaskini uniachii, mbona ugonjwa huu uondoki, mbona tatizo hili haliondoki, shida ni nini? Wangapi wamekutana na maswali ya namna hiyo? Nafikiri kama mwombaji lazima ukutane na maswali ya namna hiyo. Na kwa pamoja tunajaribu kumtafuta Mungu pamoja, tunasema ni wapi tumekosea, nini shida. Hata makanisani tuna watu wengi wamefungwa, tunatamani wafunguliwe. Tunafanya mifungo ya aina tofauti, lakini kuna wengine wanafunguliwa kwa neema ya Mungu, lakini wengine bado wanaendelea na mateso hayo. Sasa shida ni nini? Tatizo liko wapi? Hilo ndio swali ambalo tunaweza tukajiuliza jioni ya leo. Lakini nimekuja na majibu, si ajabu naona ya kwako, lakini mimi nimekuja na kanuni. Mungu ni Mungu wa kanuni. God is God of principle. Mungu ni Mungu wa kanuni. Jina la Mungu libarikiwe. Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. Na tusipofuata kanuni za kimungu, kuna wakati mwingine tunaweza tukashindwa kufikia lile lengo la kufunguliwa. Lakini hebu tuanze kwa Yesu wetu. Mwanzilishi wa deliverance, mwanzilishi wa watu kufunguliwa ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe ndio mwanzilishi. Na ukisoma kitabu cha Luka 4:18 tunaweza tukasoma pale. Sasa Mungu nisaidie. Nimepata tatizo la mwanga. Kwa hiyo naomba nipe miwani hii. Mwanga unaniumiza macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shida ni matumizi ya nini? Sema matumizi ya simu. Wewe kama umepona basi mshukuru Mungu, lakini matumizi ya simu, nilienda kwa daktari akasema shida sasa hivi watu macho ni matumizi ya nini? Ya simu. Kwa hiyo simu, laptop unazotumia, wenzetu wanaregulate mwanga, sisi hivyo tunazidisha na mwanga, basi inaua ile hali ya nguvu ya macho. Kwa hiyo tunahitaji neema ya Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaja hapo kaombewa pepo toka, hakuna cha pepo chochote. Wewe tu zingatia matumizi ya nini? Ya simu yako. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa nimeambiwa nikivaa miwani nikazingatia matumizi ya simu, basi baada ya muda nikanywa juisi ya karoti, macho yanarudi mahali pake. Na hiyo ni deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe mnaweza mkaniombea hapa na pepo lisitoke na macho yakaendelea kuwa hivi, kuna miwani kavaliwa. Tutajifunza leo. Amen. Luka 4:18. Nianzie hapo kama utangulizi. Ni kwenye utangulizi. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Ukisoma hichi kitabu cha Luka 4:18 tunaona ni koti ya maandiko ya Isaya 61 mstari wa kwanza. Wakati Yesu Kristo alipokuwa katika ule mji alipolelewa, kwa mara ya kwanza alipoingia katika sinagogi akajitambulisha na andiko hili. Na wakati anajitambulisha na andiko hili akasema kile kilichotabiriwa na nabii Isaya sasa kinatumia, kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Na tunaona pale watu hawakumuelewa. Wanasema huyu ni nani huyu? Anajitambulisha kama nani? Lakini na kwa andiko hili walimtoa nje, wakataka kumpiga mawe, lakini kwa sababu wakati wake ulikuwa hujafika, alipita katikati yao akaondoka. Lakini kwa mara ya kwanza Yesu anajitambulisha kwa mara ya kwanza kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta. Amemtia mafuta kufanyaje? Kuhubiri habari njema. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya ukombozi, namba moja tukizungumza habari ya ukombozi ni kuhubiri habari njema. Jina la Mungu libarikiwe. Na habari njema ni zipi?
ni habari njema, ni injili. Kwa hiyo tunapozungumza package ya ukombozi, tunazungumza habari ya kuhubiri injili. Lazima injili ihubiriwe, neno lihubiriwe la injili, watu waache dhambi waje kwa Yesu. Huo ndio ukombozi namba moja. Sema amina kama unanielewa. Kwa ukombozi wote ule usiohusisha injili, kuhubiria watu habari njema waje kwa Yesu, huo ukombozi haujakamilika. Lakini hatuishii kwenye kuhubiri injili peke yake. Namba mbili, Yesu Kristo pale anaendelea na kanuni pale. Anasema namba mbili, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Maana mtu atakaposikia akihubiriwa injili, kinachofuata lazima afunguliwe kwenye vifungo mbalimbali. Kumbuka mtu huyu kabla hajaokoka alikuwa kwenye dhambi, alikuwa chini ya vifungo mbalimbali. Vifungo wengine uzinzi, vifungo vya magonjwa, vifungo vya ushirikina, vifungo vya uchawi, vifungo vya uganga. Wengine walikuwa waganga wa kienyeji, wengine walikuwa wanaenda kwa waganga kutafuta madawa mbalimbali ya kuwalinda. Wengine wanatembea na mapepo, wamezindikwa. Hawa watu wanapokuja kwa Yesu, lazima namba mbili wafunguliwe, lazima namba mbili deliverance ifanyike. Sema amina kama unaelewa. Lakini ni shahidi, wakati mwingine kwenye mikutano ya injili watu wanaitwa, wanampokea Yesu, alafu wanaekewa tu mikono, wanaambiwa nendeni kwa amani. Lakini lazima wafunguliwe, waambiwe, unakaa naye chini, unamuuliza maisha yake, background yake, kwa sababu deliverance lazima iambatane na counseling. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Mungu libarikiwe. Kwa hiyo sasa tunaona Yesu Kristo huyo mtu akiokoka lazima afunguliwe. Sasa tatizo liko hivi. Kuna kitu kimoja nimegundua. Ngoja nikwambie ushuhuda mmoja. Kwenye unajua miaka 10 ya moto wa amsho, wachungaji wengi wamekuja, si ndio? Sasa wachungaji wengi wamekuja, wengine wamekuja wakiwa wana vifungo, wakaenda vyuo vya Biblia. Na hivi vyuo vya kupanda makanisa, wakati mwingine wachungaji wanaingia majaribuni, wakiwa mtu anakaa upako kidogo, nenda chuo cha kupanda makanisa. Anaenda akiwa, nilienda Geita, nilikuwa na semina kongamano kule Geita. Nakumbuka wakati nikiwa kwenye ile kongamano, alikuja wanafunzi kama 4 wa vyuo vya kupanda makanisa. Wanafunzi wawili walikuwa wana mapepo. Serious kabisa, hapo Geita. Mapepo. Na mmoja baba yake ni mganga wa kienyeji. Mama mmoja mganga wa kienyeji, na alikuwa na tatizo kwenye kiuno, anatembea huko anachechemea. Sasa wakati tunaendelea na deliverance, kamuuliza shida nini? Akamwambia mimi baba yangu ni mganga wa kienyeji. Wakati nakuja chuo aliniambia, wewe unataka kuniharibia kazi yangu, nitakukomesha. Kwa hiyo akampiga pepo la kwenye nyonga. Kwa hiyo anatembea anachechemea. Lakini wakati tunafanya maombezi, tulipomwombea pepo lilipuka, likachomoka pale na akaanza kutembea pale moja kwa moja. Lakini kumbuka huyu ni mchungaji wa chuo cha Bwana wa kanisa. Alafu tunaenda tumpe kanisa tu. Nini kinatokea? Kifuatacho ITV. Sema amina kama unaelewa. Kwa hiyo tukajikuta tuna wachungaji ambao bado wako chini ya vifungo, chini ya nguvu za giza. Kama hawatapita kwenye mchakato wa Yesu Kristo, kwamba tunahubiri habari njema, baada ya watu kumpokea Yesu Kristo kama wana makosa yetu, wanapigwa darasa. Na ndio maana kwenye moto wa amsho tunatakiwa kwenye makanisa yetu darasa la deliverance, darasa la watu kufunguliwa liwepo. Jina la Mungu libarikiwe. Liwepo hilo darasa. Lisipokuwepo hilo darasa, tutakuwa na wazee wa kanisa ambao wako chini ya vifungo. Tutakuwa na wachungaji ambao wako chini ya vifungo. Tutakuwa na kanisa litaharibika. Kwa hiyo darasa la deliverance lazima liwe. Nini darasa lile na uongofu wake unajua? Hatuna darasa lile na uongofu wake. Pale ndipo deliverance itakayofanyika. Jina la Mungu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa askofu wetu mkuu. Nakumbuka nilipata fursa ya kuhubiri mkutano wa injili. Ule mkutano wa injili ulikuwa ukiendelea, lakini asubuhi mpaka kwenye wakati wa kwenda kwenye mkutano wa injili, wakitoka kule wanakuja huko, wanapigwa darasa na maombezi yanafanyika, kuna kipindi maalum kinafanyika. Nikasema huyu ni askofu wetu mkuu, anatuonyesha njia, lazima na sisi tufuate katika jina la Yesu. Sema amina kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akasema si tu wafungwa wanaofunguliwa, pia na vipofu kupata kuona tena, vipofu kupata kuona, kuacha huru waliosetwa. Hili yote inazungumza habari ya deliverance. Kwa hiyo tunahubiri habari njema, lakini watu
watu wanatakiwa wafunguliwe kwenye vifungo mbalimbali. Sasa hiyo ilikuwa ni utangulizi, ninazungumza habari ya utangulizi. Yesu Kristo ndio mwanzilishi wa deliverance. Kama tutaikataa deliverance, basi tutakataa ile andiko la Luka 4 ngapi? 18 au Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka wangapi pale wa 4? Tunalifuta hilo andiko. Lakini deliverance sasa kwa lugha ya kwa watu wengine wanaifanya katika namna ambayo si ya kibiblia. Sasa mimi nakupa kanuni za kibiblia za kufungua watu ambao wamefungwa, lakini pia kufungua maisha yako. Jina la Mungu libarikiwe. Tunapozungumza habari ya kufungua, si tu kuombea watu, kumfundisha na yule mtu aliyokoka aweze kujifungua mwenyewe. Sio tu kuombea tu kuwekea mikono, ndio tunaweza kuwekea mikono, lakini huyu mtu anatakiwa afundishwe kanuni za yeye kujifungua mwenyewe. Anajiombea, lakini pamoja na sisi tunamwombea, lakini asilimia kubwa ya maombi yake naye kujifunza kujiombea. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa wenzetu kule hao wapiga dini wenyewe ni kuwafanya watu waombewe tu na kuombewa tu na kuombewa tu, na watu wanashinda. Watu wanashinda. Ukikataa kufanya deliverance, watu wa nje watafanya, na wakifanya watawapoteza watu wetu, kwa sababu hawatumii kanuni za kibiblia. Wakapana neno la chakisema. Hapa nataka tuibie kiwalimu tu, alafu tuelewane. Jamani, amina. Hapa ninapozungumza tuna kanisa moja, sio la TAG, lakini sisi tuko kwenye CPC, tuna mmoja wetu pale Usa. Tuna kanisa moja ambaye mama ambaye ni mwenyekiti, naweza kusema ni mwenyekiti wa wanawake, ambaye anatumiwa ni nguzo ya kanisa. Wiki iliyopita alikuwa anaenda sehemu kuombewa. Akiwa anaenda kuombewa, na mhubiri mmoja mkubwa sana hapa anakusanya watu hapo Arusha, akiwa anaenda kuombewa akapata ajali akiwa kwenye toro akafa. Kwa hiyo nikapigiwa simu, bwana, unaweza kuja kusaidia kuzinga? Ngambia hapana, sipo Arusha. Huyu mtu anaenda kuombewa alafu anapata ajali, anafanya nini? Ona hiyo hatari. Kama sisi hatutajipanga kuhakikisha tunakabiliana na kila tatizo sugu likaondoka, nataka nikwambie, tutakuwa tuna watu ambao wanakimbia huku na kule kwa sababu wanatafuta suluhisho. Tutawakemea sana, lakini kuwakemea haitoshi. Kuambia kwamba usiende haitoshi. Wewe umewaandalia nini? Waandalie watoto chakula kizuri, wafundisha kujifungua, na wewe ulipe gharama ya kuwafungua katika jina la Yesu. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Sasa jambo la pili, tujue Mungu alipoumba dunia, kila kitu aliumba kilikuwa kimekamilika. Mungu hakumuumbia mwanadamu mateso. Na ukisoma kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa mwisho kabisa ambao ni 31, binasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Siku ya sita ndipo Mungu alipokamilisha uumbaji wake. Na alipokamilisha ikamaliziwa na sentensi, kila kitu alichokifanya Mungu tazama ni chema, tena chema sana. Na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Akakamilisha uumbaji wake siku ya sita, kwamba kila kitu alichokifanya ni chema sana. Maana mwanadamu aliumbiwa afya njema, aliumbiwa utajiri, kila kitu kilikuwa kizuri, kinapendeza. Lakini baada ya anguko nini kilitokea? Wote tukaingia kwenye utumwa wa shetani. Wote tukaingia kwenye vifungo mbalimbali. Wote tukaingia kwenye mateso ya kila aina. Wote tukaingia kwenye mateso, umaskini, mauti na kila aina matatizo unayoona duniani ni sababu ya anguko, na chanzo chote cha mambo yote chanzo chake ni shetani. Lakini ashukuriwe Yesu Kristo amekuja kuturudisha tena kule tulikotokea, kule tulikoanguka. Tunarudi tena kwa njia ya Yesu Kristo. Sema amina kama unaelewa. Na Yesu alipokuja, alikuja kutambulisha kwamba sasa tunatakiwa tufunguliwe, tuwe huru. Jina la Mungu libarikiwe. Na ndio maana Yesu huduma yake yote ukiangalia ni deliverance. Huduma yote ya Yesu deliverance. Vifungo, anafungua vifungo vya akili. Kwa sababu anakutana na watu wanamuuliza maswali, anajibu maswali, watu wanastajabia mafundisho yake. Hilo ni deliverance ya ufahamu. Alikuwa anafungua watu ufahamu wao. Sema amina kama unaelewa.
alikuwa anafungua watu nafsi zao, alikuwa anafungua watu vifungo vya mwili. Tutaangalia huko mbele. Sasa baada ya kuona kwamba kila kitu Mungu alichoumba ni chema, sasa sisi ambao tumeokoka tujue kwa Mungu hakuna mateso wala magonjwa wala shida wala matatizo. Sisi wenyewe ndio tunatakiwa tufuate kanuni, twende mahali ambapo Mungu alipotuumba. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Mimi siamini kukaa na kudumu na matatizo kwenye maisha yetu kwamba ni kanuni ya kimungu. Hapana, sio Mungu, sio Mungu. Jina la Mungu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kanuni ya kwanza, matatizo yetu, jambo la kwanza, yanaanzia katika ulimwengu. Wakati mwingine tunapokuwa na matatizo, magonjwa, umaskini, shida, tunapambana kimwili. Ukipambana kimwili, mpendwa, hutaweza kung'oa tatizo lolote. Jambo la kwanza, hakikisha maisha yako, kama unapambana na tatizo lolote, jua hilo tatizo limeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Na kama kuna baraka yoyote unaiona, imeanzia katika ulimwengu wa roho. Na katika ulimwengu wa roho tuna ulimwengu wa roho wa aina mbili. Sema aina mbili. Tuna ulimwengu wa roho wa upande wa giza na upande wa nuru. Uko jinsi ulivyo ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Kilichopanda kwenye ulimwengu wa roho ndicho kinachoonekana kwenye maisha yako katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na ufahamu wa kutosha juu ya ulimwengu wa roho. Sasa hilo ni somo lingine, na kuna kitabu kidogo nimekiandika, unaweza ukakipata, kimeandikwa Umiliki na Kutawala katika Ulimwengu wa Roho. Unaweza ukakutana na hilo somo. Sasa ulimwengu wa roho ni halisi, na ulimwengu wa roho ndio ulimwengu mama. Yaani ukiona una umaskini, umeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona una baraka, zimeanzia katika ulimwengu wa roho. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Sasa tunatakiwa tuwe na ufahamu na maarifa juu ya ulimwengu wa roho. Maombi unayoomba, baraka zako zote zinaanzia katika ulimwengu wa roho ndani ya Yesu Kristo. Jina la Mungu libarikiwe. Ukisoma 3:10 wa Efeso anasema, ila sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Lakini pia Mtume Paulo anazungumza katika Efeso 6:12 pale, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nini? Na nyama, bali ni juu ya ufalme, mamlaka, juu ya kuongoza giza, juu ya majeshi ya pepo mabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Sema ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maisha yako jinsi ulivyo ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Na hata nikwambie, mpaka ukaja hapa, maana yake kuna vita vimepigana kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana umekuja mahali hapa kwenye kambi hili, vinginevyo usingekuja. Ni kama kunyang'anyana kule kwenye ulimwengu wa roho. Sisi wakati mwingine hatuoni, lakini kuna vita vinapigana katika ulimwengu wa roho, na sisi tunashinda katika jina la Yesu. Sema amina kama unaelewa. Maisha yetu yote yanaanzia katika ulimwengu wa roho. Ukiona kuna mauti, kuna magonjwa, kuna maskini, kuna shida mbalimbali, zinaanzia katika ulimwengu wa nini? Wa roho, kabla hazijaja katika ulimwengu wa roho. Sasa unapodili na tatizo, anza kwanza katika ulimwengu wa nini? Roho. Sasa mara nyingi tunapambana kimwili, tunashindwa. Kanuni ya pili, jua chanzo au vyanzo vya matatizo unayoyapitia. Matatizo sugu unapitia, jua chanzo. Jua chanzo. Jaribu lolote lile unalolipitia kwenye maisha yako, kuna chanzo chake. Watu wengi huwa wanakata matawi lakini hawamoi mzizi. Ndiyo maana matatizo hayaondoki. Usikate matawi, maana mvua ikinyesha utachepuka ule mti. Ng'oa mzizi.
Ng'oa mzizi wa tatizo. Nasema ng'oa mzizi wa tatizo. Yaani kama kuna tatizo na mtu unalolipitia au kuna mtu anapitia, jioni ya leo tunaenda kwenye mzizi wa tatizo, kung'oa mzizi wa tatizo. Uking'oa mzizi wa tatizo, tatizo linaondoka. Kanuni ya pili, ng'oa mzizi wa, nenda kwenye chanzo cha tatizo. Na hili jambo Mungu alinifundisha wakati mimi nilipitia kwenye mateso ya magonjwa na umaskini na shida za kila aina ambazo nilipitia. Na mimi nilikuwa ni wakufa tu. Cha kutumaini sina, ila damu Yesu ilikuwa inanisaidia. Na nikiwa nimeokoka hivi, nilikuwa natapika damu. Nilikuwa nimeambiwa na kansa. Nilikuwa nimeambiwa na shida na matatizo. Yaani mpaka nilikuwa naacha mlango wazi hivi kwamba nikifa watu wasipate shida kuvunja mlango. Utumbo wangu mimi ulilika kabisa. Niliona katumbo ukalika, baadaye kadevika kama kansa. Daktari mmoja alikuwa na shida jirani akaniambia, kuna siku moja nilikuwa nafanya mazoezi nikashangaa napata kizunguzungu nikaazimia. Baadaye daktari akaniambia hiyo dalili upo unaondoka hivyo, kwa hiyo niacha. Wanadamu wana suluhisho, wanaweza kukatisha tamaa kabisa. Sasa kwenye changamoto hizo za magonjwa hayo, na kuambia ilifika mahali wakati nakumbuka ngetwa. Nilikunywa ngetwa ile. Yaani kunywa ngetwa mpaka tumbo likanda. Yaani unakunywa sumu, yaani ndio kipindi hicho ngetwa ndio imevuma, sio unaponya magonjwa mangapi. Alafu siku nyingine nikamwambia mama mmoja akawa anafundisha akasema nataka unywe mkojo wa asubuhi, ukinge mkojo wa asubuhi. Alafu ukinywa unapona. Chumba changu kilikuwa kama duka la madawa. Dawa za kila aina. Mara kula sio majani haya. Mara ufanye nini? Yaani ukiwa na shida mpendwa, wewe usipate shida. Ukiwa na shida, chochote unachoombea unafanya tu. Shida wewe sikia shida kwa watu wengine. Sasa hivi ifikia mahali nikakika mkojo na nikaushika hivi, niweka kwenye chupa Kilimanjaro. Sasa nasema hivi, Mungu wangu, nimeokoka alafu nakunywa mkojo kweli? Nikachukia sana. Nikachukua nikautumbukiza chooni, nikachukia, nikachukua madawa yote, tumbukiza chooni, nikasema kama Mungu utaniponya, basi wacha nife. Hapo ndipo Mungu alinifundisha deliverance. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa vyanzo vya mapito tunayopitia, majaribu tunayopitia, shida tunazopitia, changamoto tunazopitia, vyanzo vyake, nenda kwenye chanzo. Tuna vyanzo vitatu. Kila jaribu lina vyanzo vitatu. Yaani mpendo, hata nisipokuombea nikakufundisha, unafunguliwa. Nasema unafunguliwa. Yaani mimi nasema neno la Mungu ni 80% ya kufunguliwa kwako. Maombezi haya ni kama tunajasia. Jina la Mungu libarikiwe. Yaani hapo tunaweza tukakuombea, kesho ukaendelea kuomba. Kesho ukaendelea kuomba. Lakini tunataka tuende kwenye chanzo cha tatizo ni nini? Jina la Mungu libarikiwe. Sasa majaribu yana vyanzo vitatu. Jaribu lolote unalopitia, namba moja, chanzo chake inawezekana ni Mungu mwenyewe ameruhusu. Ni mtihani, ni testi kutoka kwa Mungu. Testi. Na majaribu ambayo Mungu anaachilia kwa watoto wake, lengo lake ni zuri siku zote. Kila jaribu unalopitia, liwe la mauti, liwe la umaskini, liwe la magonjwa, kuna majaribu Mungu anaruhusu mwenyewe. Mungu mwenyewe anaamua kukupitisha kwenye shule. Sasa mimi shule ambayo nilipitisha ugonjwa, Mungu, kuna matatizo nilikuwa nayo ya ugonjwa, ni shule ya Mungu, lakini mengine ilikuwa sio shule ya Mungu. Na jaribu ambalo ni shule ya Mungu, kama Mungu anataka kukupa upako, ukiombea wagonjwa wapone, ukika tu mkono au kumwangalia apokea uponyaji pale pale, kuna wakati lazima upite kwenye kuugua. Kuna watu hawajanielewa. Sema chanzo cha tatizo. Kuna matatizo sisi tunayopitia kama watu waliokoka. Sisi watu ambao hawajaokoka. Waliokoka wakati
maisha. Watu wengi ambao waliugua sana Mungu akawaponya, wana karama ya uponyaji. Jina la Mungu libarikiwe. Yaani mimi nikikuombea sio vidonda vya tumbo, sio kansa. Pale kanisani kuna watu kansa zimekauka, vidonda vya tumbo vimekauka. Yaani wamepona wengi. Jamani amina. Wengine tu mmoja tu mguu umeoza kabisa. Lakini tu kumwombea ndani ya kachache akapokea uponyaji. Lakini nili experience hayo kabla hiyo karama haijaja. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa jaribu ambalo Mungu anaachia majaribu kama Ayubu aliachiliwa mtihani. Mwisho wa majaribu ya kimungu ni utukufu. Mwisho wa majaribu ya Mungu ni kuinuliwa. Mwisho wa majaribu ya Mungu ni utajiri. Mwisho wa majaribu ya Mungu ni huduma kubwa ambayo Mungu anaachilia ndani ya maisha. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kwa hiyo kila jaribu ni maonevu ya shetani na kukemea. Na shule ya Mungu lazima uipite. Na mtihani ukipewa lazima ufanye. Bwana amina. Na ndio maana ukaombewa usipokee uponyaji. Nenda mwambie Mungu, hii kama ni shule, hii shule naipita. Maana Mungu anataka uondoe viwango vyako vya imani ili kufikia mahali upone, alafu Mungu awekeze ndani yako karama ya uponyaji na uzima. Bado hujanielewa. Yaani wewe ukamwambia mtu uponyaji akapona, kama wewe mwenyewe huja experience uponyaji. Ngoma umeelewa? Wewe ukaamini watu wanabarikiwa kama matajiri kama hujapitia umaskini. Hali ngumu kapambana kwenye maombi mpaka ukaanza kuona milango imefunguka. Nataka nikwambie hapo ndipo unaanza ukaambia watu habari ya utajiri. Sema amina kama unaelewa. Kwa hiyo majaribu mbalimbali tunayoyapitia usiyaogope kama ni ya kimungu. Kuna wengine ni shule ya imani, usiogope. Wewe inua viwango vyako, sema amina kama unaelewa. Inua viwango vyako. Ukifika leo Mungu amekukubali, basi Mungu anakuponya na anakukamisha huduma ndani yako inazaliwa na unakuwa mtu mwingine kabisa katika jina la Yesu. Sasa majaribu haya ya kimungu huwa mara nyingi hayajirudie. Kisha shinda mtihani imetoka hiyo. Maana kama ulikuwa unaumwa vidonda vya tumbo vikishapita havirudi tena. Si kama mtu umeelewa hapo. Jamani mimi kama ulikuwa na hali ngumu ya umaskini umetoka hapo, ukishatoka umetoka urudi tena. Jamani mimi hiyo ndio sasa tofauti ya majaribu. Sasa ngoja niende kwenye kanuni zingine alafu tofauti hapa. Ya pili. Chanzo cha pili. Chanzo cha pili ni sisi wenyewe. Kufungua milango. Tunafungua milango sisi wenyewe. Uzembe wa maisha. Na hii tunaipata kwenye Yakobo 1:13-14. Biblia inasema mtu ajaribiwa hapo asiseme najaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, akivutwa na kudanganywa. Kama hujadili na tatizo lolote, nenda kwenye chanzo. Je, ni Mungu, ni mtihani wa kimungu? Unaangalia mtihani wa kimungu ni upi? Mtihani wa kimungu una namna yake. Kwanza mtu anapopita katika majaribu ya kimungu, kwanza ana amani. Hayamsumbui, hana hofu. Hasemi nakufa, lalamiki nakufa. Yeye anajua Mungu atamtokea tu. Anajua iko siku kitaeleweka tu. Ana amani yote, hana hofu ya aina yoyote. Hana majaribu ya kimungu. Lakini majaribu haya aina ya pili, chanzo ni sisi wenyewe, maisha yetu wenyewe. Tunaweza tukamfungulia shetani mlango akaingia na tukaanza kuteseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukafungua mlango wa mashambulizi kwa sababu ya lifestyle ya maisha yetu. Lifestyle ya maisha yetu. Maisha yetu ya wokovu, tunapookoka tunaweza tukafungua milango. Kusoma Mwanzo 3:1-19. Matatizo pale yalianza baada ya Adam na Hawa kumwasi Mungu. Matatizo ya Adam na Hawa yalianza baada ya Adam kufanyaje? Kumwasi Mungu. Na walipomwasi Mungu nini kilitokea? Ardhi ililaaniwa. Jambo lingine, maumivu yakaanza. Kifo kikaingia ulimwenguni. Kusoma Warumi 5:12.
kifo kikaingia ulimwenguni. Mtu mmoja anaweza kafungua hapa tukasoma. Kwa tunaona mzizi wa tatizo la Adam na Eva ni wao walifungua mlango. Walifungulia mlango shetani baada ya kula tunda. Na sisi tunaweza tukamfungulia mlango shetani baada ya kuokoka. Siku moja nilikuwa nafanya huduma mahali fulani. Nusu ya kanisa walikuwa wana mapepo. Mchungaji akaniambia kwa hiyo ina maana sisi hatujaokoka hapa kanisani. Yaani akanichukia kabisa. Ina maana sisi hatujaokoka kanisani. Watu wote wape mapepo. Kwa hiyo mimi nawaingizia mapepo sasa. Na mimi nikawa mjeuri kidogo hapo. Huyu mzee alikuwa ni mchungaji mzee wa Kimasai. Aliniambia, "Shie, kwa nini maana sisi hatujaokoka sasa? Kwa nini mtu ameokoka alafu ana mapepo anatoa wapi?" Nikamwambia, "Kwa hiyo mimi nimewaingizia mapepo?" Akaambia, "Lazima tukae chini tuambiane." Nikamwambia, "Wakifungua mlango, shetani anaingia." Shida kubwa ya watu wengi waliokoka wanafungua milango. Nataka nikwambie, ukitaka chochote kisiingie kwenye maisha yako kutoka nje, funga milango yote. Funga milango yote katika jina la Yesu. Tunafunga milango, tusimpe ibilisi nini nafasi. Dhambi ya aina yoyote inamuingiza shetani kwenye maisha yako. Na shetani hawezi kuingia na shetani, anakuja kama tatizo. Ngoja kwa mfano. Unaweza kukuta mtu anazini alafu anatubu mwenyewe. Alafu anajikausha na anaendelea na maisha yake kama kawaida. The moment umezini, kumbuka ukishazini unakuwa mwili mmoja na nani? Na kahaba, sio? Paulo anasema. Kwa unapozini tu umekuwa mwili mmoja na ule kahaba. Na kama umekuwa mwili mmoja na ule kahaba, tayari kama alikuwa na roho za aina yoyote zinakuingia. Wakati wanaendelea. Sasa wangapi leo makanisani wanazini alafu wanajikausha? Siku moja nilikuwa naongea na mtu na anasema, "Mtu si nimetubu mwenyewe, kwani kuna shida gani?" Nikamwambia, "No, dhambi ya uzinzi si kutubu mwenyewe. Dhambi ya uzinzi ukishafanya lazima ufanywe deliverance. Maana na kutengwa na mambo mengine, lakini deliverance lazima ifanywe. Maana roho za yule kama ulizini naye, kama ana ugonjwa aina yote utakuingia. Maana mnakuwa mwili mmoja. Kama una umaskini utaingia." Sasa leo tuna watu wengi makanisani wanachapa dhambi alafu wanajikausha. Tunakuja kuona matokeo, unaweka mkono anaanguka. Mapepo. Ametoa mapepo. Mfuatilie vizuri. Utagundua kuna tatizo bado. Kama chanzo si Mungu, basi tumefungua mlango. Lakini namba 2, hapo hapo kwenye chanzo ambacho ni sisi wenyewe. Maisha yetu ya uzembe wa kiroho. Kwa mfano sasa tumekuja kwenye kabili, tumepatana tufunge tusile chochote. Kuna mtu mwingine anafanyaje? Anakula. Unafikiri umekuja patano nini kitatokea? Bwana Yesu asifiwe. Hivi mimi nilikuta mwenzangu. Nilikuta kama miaka ya nyuma nikiwa mshirika. Tumepatana tufunge 3 kafu, ilikuwa hivi 3 kafu. Mwenzangu mimi nikaenda nikachukua maji nikapiga. Nikaona sasa maji nimepiga, nikachukua na kabisi nikatandika. Tumbo lilinyuma, nilikuwa nakufa. Tumbo lilinyuma, nilikata pale. Nikaona sasa naondoka, ikabidi nikimbie kwa mchungaji. Nimetenda dhambi. Nini? Nimefungua, nikanywa na juisi. Kabla kesi tulikuwa kwenye mapatano, umetenda dhambi. Hujanielewa? Patano, cheka patano, hili patano ni duniani na mbinguni. Kilichofungwa duniani kimefungwa na mbinguni. Patano lolote hapa duniani mbinguni zimeweka tiki, sema amina kama unaelewa. Ukitaka ujue, nenda kwa Anania na Safira, waleka mapatano kwamba tukiuza hichi kiwanja tunapeleka nini? Sehemu tunapeleka yote kwenye miguu ya mitume. Jamani amina. Walipodanganya tu walikufa. Sasa sio mpaka uzinzi. Sio mpaka uzinzi, hapana. Hata kuvunja mapatano tu ni mlango wa shetani kuingia kwenye maisha yetu. Leo hii askofu wetu tumeweka mapatano mangapi na askofu wetu? Tumesomewa na mapatano mengi, tumesoma tukayakariri tukayakiri, lakini wangapi wanavunja mapatano? Unajua kanisa relevance, vile vitu vidogo vidogo unavyovizarau, hivyo ndivyo vina maana. Utabaki piga na wakati umeshavunja patano. Utapiga hamna kitu, hakitatokea kitu. Kuna mtu amenelewa? Mungu anamlaani. Na mchungaji aliponiombea tu sala toba. Nikasikia kajasho
Yesu mama kanita chwa. Alafu wale pale nikawa msimu. Toka sikio mpaka leo sikujipata. Amen. Jina la Mungu libarikiwe. Amen. Nikiwa mshirika mpaka nikaja nikawa mchungaji sikuji nini? Tukishapatana tumepatana. Sema amina kama unaelewa. Lakini lifestyle ya maisha yetu uzembe. Kwa mfano, unakuta mtu anakuja kuanzia Januari mpaka Disemba, hafungi, haombi. Ni mtu wa kukimbia kimbia maombi, ni mtu wa ujanja. Mpendwa, utatajikwa tu. Amen. Umeelewana? Utapigwa tu. Sasa ngoja niende, kuna kitu nataka nikizungumzie hapa. Namba 3. Chanzo cha 3 ni maonevu ya shetani. Sema maonevu ya shetani. Kwa namba 1, Mungu anaruhusu kama mitihani. Namba 2 ni sisi wenyewe uzembe wetu. Si shetani, si Mungu. Ni sisi wenyewe uzembe wetu. Namba 3, maonevu ya shetani. Mtu aliyeokoka kama atachukua hatua za kupambana na maonevu ya shetani, atajikuta anaonewa na kuwa chini ya vifungo vya shetani, na huku ana Yesu. Hapa sasa panahitaji maarifa na fundisho sahihi na maombi ya ukombozi baada ya kuokoka. Changamoto kubwa sana ya watu wengi waliokoka, wanaamini wakishaokoka kila kitu sawa. Ndio, ni kila kitu sawa. Kitakuwa sawa kama utachukua hatua. Kama utachukua hatua, kumbuka Biblia inasema tangu wakati wa mbatizaji ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nini? Wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio wanauteka. Na hapa sasa tunazungumza maombi ya vita, na kujua namna ya kupambana vita vya kiroho, na kujua namna ya kuchukua baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu hili, mlango wa kutokea ni wewe mwenyewe kuchukua hatua, kupambana na kila roho yoyote ya mikandamizo kwenye maisha yako, familia yako, ndoa yako, watoto wako, uchumi wako na maisha yako ya kiroho na huduma yako. Wewe mwenyewe kuchukua hatua. Sema amina kama unaelewa. Hapo ndipo sasa tunazungumza huduma ya ukombozi inahitajika. Na tutaenda kujifunza huduma ya ukombozi. Jamani amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja nikwambie. Kwa mfano, tuna mtu ana sukari. Naomba waje watu watatu hapa. Joto hapa watu watatu. Ndio watolee mfano. Watatu tu. Hapa. Joto tuje kwa hapa. Mesidi. Sawa. Wote hawa sasa ni mfano. Ni mfano, sawa? Usogee kwa hapa. Ni mfano. Wote hawa wanaugua sukari. Jamani, ni mfano. Wanaugua sukari. Wote wanahitaji kuombewa. Sasa kabla hawajaanza kuchukua hatua ya kuomba, wanahitaji kujua chanzo cha sukari ni nini. Umeelewana? Amen. Huyu hapa chanzo chake, tumpe chanzo cha sukari ni yeye mwenyewe amefungua mlango. Nitakwambia amefunguaje mlango. Mzee hapa chanzo cha sukari ni Mungu ameruhusu kama mtihani. Umeelewana? Amen. Huyu hapa chanzo cha sukari ni maonevu ya shetani. Sasa tunajuaje? Mwambie wako unajuaje? Ndio maana huduma ndio sio kuombea tu. Tunahitaji kukaa na mtu, kuzungumza na yeye, na usichukue haraka. Jamani amina. Hata wewe mwenyewe usichukue haraka kukimbilia na kemea roho ya sukari. Na kaa chini. Sasa huyu nimesema chanzo chako ni nini? Yeye mwenyewe. Sukari imempataje yeye mwenyewe? Kwenye ukoo wake wote hakuna mtu anaugua nini? Sukari. Lakini huyu mama akiamka asubuhi, anaamka anapiga soda chupa 3. Piga koko 3. Yote tena kuna joto hapa, piga koko 3. Mchana anapiga keki zake kama 5. Ngapi umeelewa? Keki ngapi? Afu
chupa ya chai ambayo anaweka na asali na nini iko pale. Hiyo ni siku moja mzee. Tumeelewana? Jioni kifika anakula zake pembe. Anakula na mua, juisi ya mua. Unatoka Dar es Salaam? Dar es Salaam juisi ya mua. Mimi nikija Dar es Salaam nakunywa juisi ya mua. Nzuri kweli. Na ile joto joto tunasikia raha. Piga glasi kama zako 3 za nini? Juisi ya mua. Alafu na mkate pale. Ongeza na nyingine. Chips, kuku, wali. Unakuta mtu kwenye meza yake, unakuta ana wali, ana ugali, ana chips, ana soda, ana juisi ya Azam, alafu ana juisi ya kublend. Mimi situpendaga wachungaji tunakaribishwa hivyo. Yeye anasema unakula nini hapo? Hapa ameshakaribishwa namna hiyo. Tupo. Alafu tunakula saa ngapi? Saa 4 usiku. Sukari ikiingia ni pepo. Sio pepo. Alafu ukimwambia kufunga, tumbo linatetemeka namna hii. Njaa, hawezi kufunga. Kufunga mwisho saa 4. Hafungi. Kwa hiyo tunasema chanzo chake ni nini? Yeye mwenyewe amefungua nini? Sukari kaingia. Sasa ili apone, si kumwombea tu, abadilishe lifestyle ya maisha yake, apate kanuni. Hata Biblia inasema kila kitu kifanyike kwa nini? Kwa kiasi. Na ndio maana tunatunda na kiasi. Tunda la Roho pamoja na nini? Kiasi. Kukosa kiasi kwenye vyakula kunatuletea nini? Matatizo. Na sisi wa maji. Kwa mfano, mtu atokea mtu amefunga mifungo. Hata ule nini? Sumu yote inaondoka. Na hata kwenye mfungo sumu imeondoka. Kuna mtu mnapona hapa si kwa sababu tu tumewaombea, mnapona kwa sababu sumu zimeondoka kwenye maisha yenu. Kuna kijana mmoja amekuja akaniambia, mchungaji, nasikia kulegea, nasikia tumbo sikafanyaje, nasikia amekuja hapo wakati tumetoka kwenye maombi. Nikamwambia hiyo ona usijali, hata mimi nishapitiaga. Nini hiyo? Hiyo ni sumu, ni reaction ya sumu. Wala usiogope, kaza. Sema mimi nikifikia siku ya 2 3 kama mimi nafungua, ngambia usifungue, kazana. Yaani kazana. Na ukiona unazimia njoo hapa tukushike mkono. Tukushike mkono, tunasonga mbele. Tunavunja hiyo kanuni. Hiyo sumu ni sumu ndani ya tumbo, unasikia kichefuchefu, ni sumu hiyo. Lazima itoke katika jina. Tunaiflash kwa njia ya mifungo, tunaiflash. Kwa lifestyle ya huyo. Ongea baba. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni jaribu. Ni mtu wa mifungo mzee wangu pale. Yaani hata chakula chake mwenyewe akipata soda ni Christmas, kwa Pasaka ndio anakunywa nini? Soda. Yaani mlo wake ni wa kawaida tu, hakuna mlango wote, lakini anashangaa sukari ameipata. Ameipataje? Mungu anaruhusu jaribu. Baba amenena. Mungu ameruhusu nini? Jaribu. Sasa mzee, yumkini Mungu anataka kuinua imani yako ili ufike mahali ujue Mungu anaponya. Hata kwenye kitabu kile cha Yohana 11 akasema ugonjwa huu wa Lazaro si ugonjwa wa mauti, ni kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Kuna magonjwa mengine ni ili Mungu ajitolee utukufu. Sasa huyu anapaswa kuinua imani yake. Jina la Mungu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kumwangalia Mungu atashinda. Jamani, amina. Na waza atakuwa ana amani, ana shida yote. Huyu hapa sasa. Maonevu ya shetani. Unakuta sukari, mama yake na sukari, baba yake na sukari, mjomba na sukari, shangazi na sukari, ndugu zake wengine wamekufa na sukari. Yaani wote ni wakikaa kikao ni kuzungumza habari tu ya ugonjwa wa sukari. Haya ni maonevu ya shetani, ni magonjwa ya kurithi. Hapa inatoa maombi ya vita. Kwa maendeleo. Hapa tunabadilisha lifestyle. Na tunatubu kwa ajili ya roho ya ulafi. Ulafi na hiyo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya nini? Yaani wapendwa, kuna watu wanakula, wanafukia. Yaani wanafukia ile mbaya, wanafukia kabisa. Kuna mama mmoja anakuambia mimi sipomaliza mguu wa mbuzi kule kaskazini. Kuna mtu anaenda kumsalimia ICC pale hospitalini.
Wakati naenda yule mama akaweka mikono kichwani. Ametoka kwa daktari sema, "Ui, shie, yani Masai, shie." Daktari ameniambia, yani anaongea mbele zangu. Yani ameniambia niache nyama. Taacha vitu vyote lakini nyama siachi. Na mguu wa mbuzi ndio naenda kula sasa. Yani lazima nile mguu wa mbuzi nimalize. Yule mama anazungumza. Sasa huo ni ulafi. Mungu atusaidie sana. Nini? Ulafi. Kwa hiyo tu. Mzee, hapo unainua viwango vya nini? Vya imani na kumsubiri Bwana, na Bwana lazima atakutokea. Uzuri majaribu ya kimungu hayana muda mrefu, hayachukui muda mrefu, kuna wakati yatafika mwisho. Sema amina kama unanielewa. Na ikitoka sukari hairudi tena. Hapa sasa ni kuchukua hatua ya kupambana na ufalme wa nguvu za giza, maombi ya vita. Kung'oa roho ambayo inatembea ndani ya nini? Ya familia. Tunaita family spirits. Roho za familia, magonjwa ya familia. Unajua kuna watu wana magonjwa yao. Kuna familia fulani unasikia kansa, wengine unasikia sukari, wengine vidonda vya tumbo. Yaani inakuwa kama magonjwa fulani ya familia. Wangapi wameshaona nini? Sisi waombeaji tuna mambo kama hayo mengi. Sasa huyu anatakiwa kwa kuwa ameokoka, amesikia somo hili, anachukua hatua kwamba napambana mpaka kieleweke. Sukari inaniachia, na ikiniachia na ndugu zangu wanafunguliwa, tunaondoa hiyo roho ya sukari ndani ya familia. Sema amina kama unanielewa. Na mimi kanisani kwangu pale nina watu ambao tumeombea walikuwa na roho za familia za sukari, zimeondoka na sasa hivi ni wazima kabisa, wanaendelea mbele. Wangapi wameelewa? Mwambie mwenzako nenda kwenye chanzo cha tatizo. Tatizo ni nini? Chanzo ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati wanarudi wapigeni makofi. Sasa kwa sababu ya muda sitaki nirudi huko. Ukitazama sasa hapa kwenye jaribu la maonevu ya shetani ndipo tunasema ukombozi unahitajika. Huduma za deliverance zinahitajika. Na hapa sasa nizungumze kidogo. Sasa tunapozungumza habari ya ukombozi, ukitazama maana halisi ya neno ukombozi au deliverance kwa mujibu wa Biblia, tunakutana na wazo kuu la Mungu ni kuokoa watu wake kutoka kwenye utumwa wa mateso, dhambi na nguvu za giza, ili waishi katika uhuru, utakatifu na ushindi. Maana neno la Mungu lenyewe ni ukombozi. Wakati umeelewa? Tunapookoka tunatakiwa tuishi kwenye ushindi, uhuru, jamani, amina, amani, furaha katika Yesu Kristo, tukiwa tumejazwa Roho Mtakatifu, tunamtumikia Mungu wetu kwa uhuru wote. Sema amina kama unanielewa. Maana ukombozi kibiblia, ukombozi kwa Kiebrania kuna jina linaloitwa pada, P-A-D-A-H, pada au Gal, G-A-A-L, Gal. Kwa Kigiriki naitwa Rayomia, R-H-Y-O-M-I-M-M-A-I. Maana yake ni nini? Kuokoa au kuokoa, kuwakomboa au kuondoa katika hali ya hatari, hali ya mateso, hali ya utumwa kwa gharama ya nguvu za Mungu, au kwa gharama ya damu ya Yesu pale msalabani. Jamani, amina. Tuko pamoja? Kwa maneno mengine, ukombozi ni tendo la kimungu la kumtoa mtu kwenye utumwa wa shetani, kwenye utumwa wa dhambi, kwenye utumwa wa uharibifu wa shetani kwenye maisha yake, na kumweka mtu huyu huru. Hapa ndipo sasa tunazungumza ile hatua ya tatu, maonevu ya shetani. Lazima ukombozi ufanyike. Huku kwingine hatuhitaji ukombozi. Huku kwingine tunahitaji kubadilisha maisha, lifestyle unabadilisha, au unainua imani yako, unamtazama Mungu, unapokea uponyaji wako. Ngoja nikuulize swali moja. Ayubu nani alimwombea? Nani alimwombea? Kuna mtu alimwombea Ayubu? Jaribu lile ni la Mungu, ni shule ya imani, si ndio? Walikuja wale marafiki zake pale, hata walishindwa kumwombea, wakabaki tu kwanza walinyamaza siku saba. Wanamtazama tu. Yaani mtu amepigika bado kumwangalia hivi. Kuna mtu mmoja alipata jaribu mpaka nikitaka kushindana na mkwepa. Yaani unamwambia nini ili uweze kumsaidia? Huna cha kumsaidia. Majaribu ya imani wakati mwingine watu hawezi kukuelewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunamwona Ayubu aliponywa na Mungu mwenyewe. Alibarikiwa na Mungu mwenyewe. Aliinuliwa na Mungu mwenyewe.
na baada ya jaribu mara 7 alipokea. Sema amina kama unaelewa. Usiogope jaribu unalopitia, kama ni shule ya imani, hautakaa kama jinsi ulivyo. Mara 7 utapokea neema, mara 7 utapokea neema ya Kristo. Sema amina kama unaelewa. Hautakaa, maisha yako yatabadilika kabisa. Mimi kwa mfano nilikuwa tunapita majaribu ya umaskini. Umaskini sisi imani kwetu, roho ya umaskini ilikuwa ni spirit kabisa ya familia. Yaani ng'ombe wa maskini hazai. Na hata kizaa anazaa nini? Na hata huyo dume mwenyewe afanyaje? Anakufa. Yaani roho ya umaskini si babangu tulikuwa tuna baba kama 5. Yaani baba zangu wawili ndio walikuwa wamesoma, mmoja alikuwa daktari, mmoja alikuwa mwanajeshi. Huyo hao sasa ndio walikuwa wanategemewa ukoo mzima, wanategemewa wao. Kwa sababu ya roho ya maskini na maroho ya familia, wakafa wote, waliuawa, wote walikufa. Kwa hiyo wakabaki baba mdogo ambao hawana PO box. Yaani maskini mtindo mmoja. Kwa hiyo ng'ombe maskini afanyaje? Na mimi sasa kwenye ukoo huo sasa, na mimi ndio nimetokea huko. Roho ya maskini kwa imenikamata mbaya. Cha kutumaini huna. Hata kufanya kazi muone unachofanyia. Najua mtu mwenye roho ya maskini, naomba watu wawili waje hapa. Watu wawili tu, njoo. Kimbia watu wawili. Wewe umerudi mara nyingi, umerudi mara nyingi. Njoo. Asante. Sasa huyu tuseme ana roho za familia ya umaskini, na huyu hana roho ya familia ya umaskini. Nikimpa shilingi 10,000 huyu bwana, na huyu nikampa shilingi 10,000. Ikifika jioni, huyu ambaye ana roho za familia za umaskini, nikimuuliza umefanya nini 10,000, hajui amefanya nini, maisha ni chochote kile. Lakini huyu 10,000 yake atakwambia nimefanya 1, 2, 3, 4, 5. Baba amenelewa? Yaani mtu akiwa na roho maskini, hata mpe milioni 100 hapa, kesho ukienda kumwambia zile pesa zilikuwa, akamwambia hata sijui zimeenda wapi. Ndio maana wakati wetu tunagombana na wake zetu. Wewe umeenda umepeleka wapi? Fuatilia. Kama kuna roho maskini, mwachie hata 100,000 matumizi, ukija utakula mchicha kama kawaida. Utaona hata kipande cha nyama. Na hela hajui imeenda wapi. Mpe mtaji wa biashara, utaona amefanya chochote. Mwanzishe chochote kile. Baada ya siku 3 unaambia mimi hata hajala maskini ya Mungu, hata kanga hajanunua, hata pesa nyumbani kwao hajatuma. Mnabaki mnagombana, ni roho ya maskini imekamata. Wangapi wamenelewa? Lakini mtu ambaye ana roho maskini, 10,000 yake ina thamani sana. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Kwa hiyo huyo akipambana na roho maskini, ukimpa milioni 10, kesho unamkuta milionea. Unamkuta yuko level nyingine ametajirika. Lakini kama ana roho ya maskini, mpe milioni 10, utakuta ndio kwanza anadaiwa. Na ndio maana kama ana roho maskini, usikope pesa za watu. Wangapi wamenelewa? Na wakati mwingine tunasema hizi hela za Freemason, shida sio Freemason, shida ni wewe roho ulizonazo. Unasema hizi pesa nilizopokea, hizi pesa zina roho. Pesa bwana ikiwa na roho tunatakasa tu. Wewe unapopokea hizo sadaka zingine unajua zimetoka wapi? Pesa kama pesa haina shida. Kuna mtu amenangalia wewe, ngoja niache. Bwana Yesu asifiwe. Jamani amina. Yaani pesa hazina shida. Mimi wakati najenga kanisa pale Usa, ilifika mahali nikasema, hata shetani angeniletea pesa leo, nitazichukua zile pesa, alafu enda mwambie piga zege, alafu kisha maliza namwambia wewe ni shetani, nenda kuzimu, mimi nabaki na Yesu wangu nasonga mbele. Sasa lazima una viwango vya juu sana. Maana pesa hivi ni ya Freemason, pesa hivi ni ya devotion, pesa hivi. Tukishafunguliwa, fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Hata hekalu la mfalme Sulemani, baada ya mfalme Sulemani kujenga, baadaye tunakumbuka ukuta wa Yerusalemu wakati wa kina Ezra kina Nehemia ulijengwa na nani? Ulijengwa na kina Dario. Si ndio walijenga? Wale walikuwa pagani kabisa. Lakini walitoa vifaa vya kwenda kujenga nini? Ukuta. Kwa tatizo sio tatizo, wewe umesimama vipi? Ukisimama hakuna chochote kile. Jamani amini. Mungu awabariki sana. Wapigeni makofi. Kwa muktadha wa Agano la Kale. Naona muda wangu unakimbia.
Ukombozi katika Agano la Kale tunaona ni Mungu mwenyewe alihusika. Mungu alionekana kama mkombozi wa Israeli. Na hapa Mungu anajulikana kama Gwen kwa watu wake. Maana yake yeye ni mkombozi kwa wana wa Israeli. Tunaona Mungu anawakomboa Waisraeli kutoka kwenye utumwa wa Farao pale Misri. Anawakomboa, Mungu anawatoa Waisraeli kwenye nyumba ya utumwa kwa mkono hodari. Soma Kutoka 13:14. Lakini pia tunaona ukombozi kutoka kwa maadui. Bwana ni ngome yangu na mkombozi wangu. Zaburi ya 18 mstari wa 2. Kwamba Mungu ndio mkombozi wetu. Tunakombolewa kutoka kwenye maadui kwa muktadha wa Agano la Kale. Lakini ukombozi pia ni ukombozi wa damu. Katika sheria ya jamaa ya karibu, pale kusoma kitabu cha Rutu sura 4 mstari wa 1 mpaka 10, tunaona ile jamaa ya karibu ya Rutu. Tunaona jukumu la kumkomboa ndugu aliyeuza mali au kuingia utumwani. Tunaona anakombolewa pale. Hivyo Mungu anaonekana ndiye anayeingilia kati maisha ya watu wake kwa Agano la Kale kuwakomboa. Hiyo ni Agano la Kale. Lakini Agano Jipya, ukombozi tunaona unapatikana si kwa fedha, si kwa dhahabu, si kwa mali, bali unapatikana kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Na ndio maana wenzetu kule wanasema toa kitu fulani ili ukombolewe. Mimi nakuambia kwa damu ya Yesu ambayo wote tukiamini damu ya Yesu inatukomboa katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inatukomboa dhidi ya mauti, dhidi ya magonjwa, dhidi ya kila roho zote zile za familia. Damu ya Yesu tuitumie kama ndio nyenzo nzuri ya kutukomboa kwenye vifungo mbalimbali. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukombozi unapatikana kupitia msalabani. Yesu alipokufa alitukomboa. Ule msalaba ulikuwa ni aibu kwa wana wa Israeli tukutuliko msalabani. Lakini sisi tuliokolewa, msalaba sio aibu, msalaba ni ukombozi. Iko nguvu ya msalaba ambayo inatukomboa katika jina la Yesu. Hakuna kifungo chochote kile, hakuna roho yoyote ile itakayohimili nguvu ya msalaba. Kwa hiyo unapofanya deliverance kuombea maisha, itaje damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Watu tunasema katika jina la Yesu. Kuna vitu vingine, ngoja kuna matatizo mengine ni sadaka zimetolewa za damu. Sasa hiyo sadaka iondoke, unahitaji sadaka ya damu ya Yesu. Kwa hiyo tunaitumia damu ya Yesu ipasavyo. Jamani amina. Ni kwa sababu tu ya muda tungeizungumza damu ya Yesu kwa kina kwenye ukombozi. Nataka nikwambia hata sasa hivi ungeshangaa unafunguliwa ukiwa umekaa katika jina la Yesu. Sema damu ya Yesu. Sema tena damu ya Yesu. Ina nguvu ya ukombozi. Lakini namba 2 msalaba. Namba 3 nguvu iliyomfufua Yesu kaburini. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu iliyomfufua Yesu kaburini. Kaburi halikuweza kumshikilia Yesu, wala mauti haikuweza kumshikilia Yesu. Nguvu hiyo ina uwezo hata sasa kututoa kwenye majaribu yote ya mauti, kwenye magonjwa ya mauti. Ile nguvu iliyomfufua Yesu pale kaburini iko hata sasa inafanya kazi katika jina la Yesu. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa watu wanakombolewa kutoka wapi? Tukumbuke ukombozi ni kukombolewa kutoka kwenye ufalme wa nguvu za giza, kwenye utumwa wa shetani. Ukisoma kitabu cha Kolosai 1:13, naye alituokoa kutoka mamlaka ya giza akatuhamisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo tunahamishwa, ni kitendo cha kuhamishwa. Kwa hiyo mtu anapoomba tunahamisha maisha yetu. Sema kwa jina la Yesu. Na yahamisha maisha yangu kutoka ufalme wa nguvu za giza. Maana yake ni nini? Unawezekana uko hivi jinsi ulivyo, lakini katika ulimwengu wa maisha yako umefungwa kwenye ufalme wa nini? Wa giza. Sasa unajuaje kwamba nimefungwa? Sio mpaka ulipuke mapepo mpendwa. Na level ya kulipua mapepo hapa si pepo mpaka nilipuke. Yaani ni level ile ya awali, lakini kuna roho zingine hazilipuki, ni roho tu zipo tu. Wangapi wamena? Kwa mfano, umeshasikia roho ya maskini imelipuka. Anasema mimi niache natoka. Mimi maskini mimi. Umeshasikia? Umeshasikia? Lakini unashangaa kuna nguvu tu ya maskini inafanyaje? Lakini namba 3 pia kwenye deliverance tunakuwa kuna mtu be opposed and possessed. Maneno mawili. Yaani kuna mtu ambaye hapagawi, hana pepo, lakini anakuwa opposed na nguvu za giza.
Yaani maanake kumbia opposite maanake anazuiliwa mafanikio yake na ufalme wa nguvu za giza. Yaani tafuta pepo kwenye maisha yake halipo. Lakini maisha yake ni zero. Kwenye mifungo unamkuta, kwenye maombi unamkuta, kila mahali unamkuta. Lakini nauli tu ya kutoka hapa kwenda pale hapo mjini hapa mpaka aombe. Roho ya maskini imemkamata pale. Asa huyu mtu yuko opposite. Haiko possessed. Na Wakristo wengi waliokoka wako opposed, yani wanapingwa na nguvu za giza kwenye maendeleo na maisha yao. Wengi si possessed. Possessed ni mpaka umefungua mlango wa dhambi pepo likaingia. Wangapi wameelewa? Na tukumbuke kanuni, ukifungua mlango pepo akiingia, bila sema ni pepo mtokapo mtu anaondoka. Akienda ukifungua mlango anarudi. Anakuja na mangapi? Maana mtu hali ile anakuwa mbaya kuliko hali ya nini? Na ndio maana mtu aliyeokoka akirudi nyuma akifungua mlango dhambi pepo likaingia, sio lile la kwanza ambalo lilikuwepo, yatakuja mengine 7. Yaani nguvu ya lile tatizo inakuwa mara 7. Wangapi wameelewa ninachosema? Na ndio maana kumwombea mtu aliyeokoka afunguliwe ni kazi, ni shughuli. Haujanielewa ninachosema? Yaani bora nimwombee mtu ambaye leo ndio anaanza kusema Bwana Yesu naja mbele zako mimi mwenye dhambi. Yaani pale ninakwambia, yaani kama unamsukuma mrefu. Lakini mtu ambaye ameokoka ananena kwa lugha kama wewe, umwombee tatizo lake liondoke, ni shughuli. Wachungaji tunakubaliana hivi? Tunakubaliana? Yaani ni shughuli. Ni shughuli. Lakini nataka nikwambie, tukifuata kanuni Mungu anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu hamna niishia